Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusimame angalau miguuni pake Yesu fungu moja. Miguuni pake Yesu tukae katika mudi ya ibada ya maombi kwa dakika moja. Fungu moja, alafu mwishoni huenda tukalirudia tena. Karibu. Umesimama kwa dakika moja, fumba macho yako. Kwa wale ambao mnafuatilia kwa njia ya television, kwa mazingira uliopo, kwa dakika moja fumba macho, mwambie Mungu, nisaidie moyo wangu kwa ajili ya kurudi madhabahuni. Ndani ya moyo wako fumba macho, lakini moyo wako wasiliana na Bwana. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba ndani ya moyo wako. Ni kwa njia ya Roho Mtakatifu pekee tunaweza kuandaliwa kwa ajili ya maombi, Roho wa Mungu akiwa ndani yetu. Baba, ukasaidie kila mmoja wetu tunapoingia katika muda wa kurudi madhabahuni, tukarudi katika roho na kweli. Kwa jina la Yesu tumeomba, amen. Amena. Kwa wale ambao mnafuatilia kwa njia ya television, namba yetu iko hapo katika screen yako. Wanaofuatilia kwa njia ya redio, namba yetu ni 0677090741. Unaweza ukatuma maombi yako hapo, na wale walioko hapa tuna boksi la maombi liko hapo. Saa ikifika utafanya haraka sana, tunapelekana na muda, utaleta maombi yako hapo. Lakini kumbuka ibada yetu inaambatana pia na kumwabudu Mungu kwa kile alichotupatia. Ikiwa una sadaka yako ambayo umekuja hapa kwa ajili ya kumwabudu Mungu kwa njia ya matoleo, box letu la maombi liko hapo, utaleta moja kwa moja. Kumbuka ibada unamfanyia Mungu na matoleo unamtolea Bwana. Yatakuja kutumika kwa ajili ya mkutano huu, lakini mbele za Mungu umefanya ibada. Kurudi katika madhabahu. Neno madhabahu lina maana nzito sana kiroho. Usije ukalichukulia kawaida, ni neno zito, lina maana kubwa sana. Unaposikia tunaambiwa turudi katika madhabahu, ni zaidi ya picha ambayo unaijenga akilini ya kitu kilichotengenezwa na mawe, kilichowekwa kwa ajili ya kutolea kafara fulani. Ni zaidi ya hapo. Ni kweli katika Agano la Kale neno madhabahu ilimaanisha eneo la kutolea kafara, eneo la kukutana na Mungu, eneo la kuongea na Mungu, eneo la kuonyesha ni Mungu yupi ambaye anatawala maisha yako. Tunaishi kwenye zama ambazo leo hii hatutoi kafara za wanyama kama zamani. Tunayo damu ya Yesu Kristo. Kwa neno madhabahu lina uzito ule ule, huenda zaidi ya hapo pia. Lakini mfumo wa Agano Jipya unatupeleka katika kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Madhabahu inaweza isiwe ni kitu ulichokitengeneza, lakini madhabahu ya kwanza kabisa ipo ndani ya moyo wako.
Mungu ameweka wazi, miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mungu anaishi ndani yako. Ibada ya kwanza ambayo unatakiwa uifanye ni ibada ya moyoni. Unatakiwa umuone Mungu ndani ya moyo wako akipokea ibada yako. Ndipo utaelewa ya kwamba katika neno ibada tunabebwa tena na neno lingine muhimu sana. Neno ibada kwa lugha ya wenzetu hasa ya mkoloni wanaita worship. Neno worship ni mchanganyiko wa maneno mawili yaliyozaa neno moja. Ukiyatenganisha utapata maneno mawili worship. Ina maana ibada ni kumstahilisha Mungu. Haleluya. Ni kumfanya Mungu kuwa anastahili, ni kumpa Mungu haki yake. Ibada ni zaidi ya tendo au shughuli, ni mtazamo wa moyo, ni matokeo ya tunavyojibu baada ya kumtambua Mungu ni nani. Kitabu cha Ufunuo kimeweka wazi kabisa, mcheni Mungu na kumtukuza, muabuduni yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Uliyeko hapa unayefuatilia, tunapoongelea ibada ni kumpa Mungu haki yake. Haijalishi amejibu kama ninavyotaka au hajajibu, ni haki yake kuabudiwa. Haleluya. Tazame jirani yako, mwambie Mungu anastahili kuabudiwa. Ndipo Yesu anapomwambia mwanamke Msamaria kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4 fungu la 23 mpaka 24, anapoelezea uzito wa ibada anasema, lakini saa inakuja, nayo ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Unayetazama ukiwa nyumbani ni eneo lako la ibada. Unayesikiliza upo kwenye daladala, hilo ni eneo la ibada. Mungu haangalii eneo, anaangalia moyo. Japo maeneo yana umuhimu katika muonekano wa nje, lakini ina maana gani kama una eneo zuri la ibada lakini moyo wako haujaandaliwa? Mungu anawatafuta watu ambao watamwabudu Baba, watamwabudu Mungu mwenyewe katika roho na kweli. Roho na kweli. Tusiweke msisimko, tusiweke hali ya kibinadamu zaidi, tuweke hali ya roho, lakini na kuzingatia kile ambacho Mungu anamaanisha katika maisha yetu. Sikiliza vizuri, ibada inahusisha kusifu. Usiwe na ibada ambayo haina sifa kwa Mungu aliye hai. Tunapomsifia Mungu, tunampa haki yake pia, haki yake ya kimsingi kabisa. Tunamtangaza kwamba yeye ni zaidi ya viumbe wengine wote. Usije ukasahau, ili ibada iweze kuwa na nguvu yake na matokeo mazuri. Ni kana kwamba katika Agano la Kale walivyokuwa wanafanya ibada yao, walikuwa wanaweka pia, wanachoma pia na uvumba ili kusababisha eneo liweze kubadilika. Ibada inabadilisha mpaka harufu ya eneo lenyewe. Leo hii tunafanya nini? Badala ya wanyama tuna damu ya Yesu Kristo. Badala ya uvumba na vyote hivyo, leo tunaweza kumwabudu Mungu kwa njia ya matoleo. Rafiki yangu uliyeko hapa, wako watu wengi sana ambao wametoa sadaka, wako watu wengi sana ambao wametoa walivyo navyo, lakini hawajapokea baraka, si kwa sababu Mungu hataki kuwabariki, ila ni kwa sababu hawakujua namna ya kumwendea. Hatumhongi Mungu, ila tunamwabudu Mungu. Mungu hana shida ya vitu vyetu, ila Mungu anachohitaji, ambayo ni haki yake, ni ibada. Kama kuna eneo lingine la ibada kubwa kuliko yote niliyoyataja, ni utii. Ni utii. Anasema hivi, basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Hebu mtii Mungu kwa dhamira ya ibada. Ndipo tunakuja katika maombi. Maombi ni mawasiliano kati ya wewe na Mungu. Unamwambia, anakuambia. Unamweleza na yeye anakueleza. Tunapoingia katika ibada, kurejea madhabahuni. Kwa nini ni muhimu kurejea madhabahuni? Sikiliza vizuri hapa. Mbali na madhabahu kuna ukavu wa kiroho. Mbali na madhabahu kuna upungufu wa nguvu. Mbali na madhabahu kuna upungufu wa ulinzi. Hatuwezi kujilinda sisi wenyewe bila mkono wa Mungu. Bali na madhabahu kuna ibada isiyo sahihi. Unaweza ukajikuta automatiki umeanza kuabudu miungu mingine. Unaweza usiabudu miungu kama sanamu, lakini ukaabudu pesa. Unaweza ukaabudu cheo chako. Unaweza ukaabudu uwezo wako hata wa kiakili. Unaweza ukajikuta umeanza kuabudu mali zako. Unaweza ukajikuta umeanza kuabudu bosi wako. Ukija katika madhabahu, Mungu anakukumbusha,
mali ulizo nazo ni upendeleo nimekupa. Haleluya. Ukija kwenye madhabahu, Mungu anakukumbusha akili ulizo nazo nilikupa ili ziwe baraka kwa wengine. Ukija kwenye madhabahu unakumbushwa mali, elimu yako, cheo chako, gari lako, kila kitu ni baraka kutoka kwa Bwana amepitishia kwako. Katika madhabahu kuna unyenyekevu, tunamstahilisha Mungu. Tusimame. Kama una maombi yako umeshaandika tayari, unaweza ukayaleta, na kama una sadaka yako unaweza ukaitoa hapo tayari katika box letu la sadaka liko hapo. Tembea moja kwa moja tunapoimba wimbo wetu tena miguuni pake Yesu, kuanzia fungu la kwanza. Na kama itawapendeza ndugu zangu, mje hapa mbele kabisa tunapoimba huu wimbo, itakuwa ni vizuri zaidi. Leta maombi yako, leta na sadaka yako. Kumbuka, kwa wale ambao mmeshaelewa hili somo vizuri, hatuleti sadaka bila kuzungumza na Bwana. Maana hatufanyi mchango, tunafanya ibada. Ikiwa ni sawa, tuangalie vizuri box la sadaka na box la maombi, tuweze kuyatofautisha, tuweze kujua ni lipi na lipi. Karibuni kwa wimbo huo tunapoingia kwenye maombi. Fanya haraka, maana muda si mrefu nitasitisha zoezi hilo. Kwa hiyo kimbia, usitembee. Karibuni ndugu zangu waimbaji. Mbinguni pake Yesu, maneno yake tamu, Mahali palipo heri, niwepo kila siku, niwepo kila siku. Mbinguni pake Yesu, nakumbuka upendo. haleluya. Ongeza spidi kidogo, tunaingia kufunga sehemu hiyo. Kwa hiyo ukimbie. Mbinguni pake Yesu, hapa mahali bora, Kwa kuweka dhambi zangu, mahali pa pumziko, mbinguni pake Yesu, hapa nafanya sala. Fumba macho yako mahali ulipo sasa, wakati piano ikiendelea kupigwa. Baba yetu na Mungu wetu, tunakuja kukuabudu wewe pekee uliye Mungu wa kweli. Unastahili kuabudiwa, unastahili, ni haki yako. Kitendo cha kutuumba tu unastahili kuabudiwa. Pokea sifa. Umetupa uhai, umetupa uwezo, umetupa afya njema, unastahili kuabudiwa. Pokea sifa hizi Mungu wetu. Ninakusihi kila mmoja aliyeleta jambo lake
akakutane na uwepo wako kwa njia ya ibada ya matoleo, akutane na uwepo wako, ambaye amekuja kwa akieleza haja ya moyo wake. Popote walipo, kwenye redio wanasikiliza, wanaotazama kwa njia ya television, we ni Mungu usiye na mipaka. Tenda kwa ajili ya utukufu wako, na mtumishi wako anapokwenda kusimama, nguvu ya Roho Mtakatifu ikawe juu yake kuliko siku zote. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana awabariki sana.